Rais wa Iran Masoud Pezeshkian ameomba radhi kwa nchi jirani za Ghuba ya Uajemi baada ya Iran kufanya mashambulizi ya makombora na ndege zisizo na rubani katika baadhi ya mataifa ya eneo hilo, tukio lililoongeza mvutano mkubwa katika Mashariki ya Kati. Katika hotuba iliyotangazwa kwenye televisheni ya taifa, Pezeshkian alisema anaomba radhi kwa niaba yake na serikali yake ya Iran kwa mashambulizi yaliyolenga baadhi ya majirani wao, akisisitiza kuwa Iran haina nia ya kuendelea kushambulia mataifa hayo isipokuwa kama Iran itashambuliwa kwanza. Hii ni TriGen Media. Mimi ni Hamisi Mbega, sauti yenye mamlaka ya kitaarifa. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyombo vya habari vya kimataifa ikiwemo BBC, Al Jazeera na Associated Press, mashambulizi hayo yalitokea wakati wa vita kati ya Iran kwa upande mmoja na Israel pamoja na washirika wake ikiendelea kuongezeka. Iran ilirusha makombora na ndege zisizo na rubani kuelekea maeneo mbalimbali katika nchi za Ghuba kama vile Bahrain, Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE, ambapo baadhi ya makombora yalizuiliwa na mifumo ya ulinzi wa anga ya nchi hizo. Mashambulizi hayo pia yalisababisha taharuki katika miji kadhaa ya Ghuba katika baadhi ya maeneo ya UAE kama Dubai na Abu Dhabi. Vipande vya makombora vilivyozuiliwa vilisababisha uharibifu wa majengo na majeruhi kwa raia, huku safari za ndege katika baadhi ya viwanja vya ndege zikisitishwa kwa muda kutokana na hatari ya usalama. Katika hotuba yake, Rais Pezeshkian pia alikataa wito wa Marekani uliodai Iran ijisalimishe bila masharti, akisema hilo ni jambo lisilowezekana. Badala yake alisisitiza kuwa Iran iko tayari kujiandaa na itaendelea kupambana ikiwa itashambuliwa, lakini inalenga kupunguza mashambulizi dhidi ya nchi jirani ili kuzuia mgogoro huo kuenea zaidi katika eneo la Mashariki ya Kati. Mgogoro huu ulianza kuongezeka zaidi baada ya mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel dhidi ya miundombinu ya kijeshi ya Iran pamoja na kuuawa kwa kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei katika shambulio la anga huko Tehran mwishoni mwa Februari 2026. Tukio hilo lilisababisha Iran kuanzisha mashambulizi ya kulipiza kisasi katika maeneo mbalimbali ya kanda hiyo. Aidha, wataalamu wa masuala ya siasa za kimataifa wanasema Iran ililenga baadhi ya nchi za Ghuba kwa sababu baadhi yao ni washirika wa Marekani na zinahifadhi vituo vya kijeshi vya Marekani. Kwa kufanya mashambulizi hayo, Iran ilitarajia kuongeza shinikizo kwa nchi hizo ili zisishinikize Marekani na Israeli kusitisha mashambulizi dhidi ya Iran. Kwa ujumla, kuomba radhi kwa Iran kwa majirani zake wa Ghuba kunatazamwa kama jaribio la kupunguza mvutano wa kidiplomasia na kuzuia vita vikubwa zaidi vya kikanda. Hata hivyo, hali bado ni tete kutokana na mapigano yanayoendelea kati ya Iran, Israel na washirika wao. Sababu kuu iliyofanya Iran kushambulia majirani zake wa Ghuba ni kutokana na vita vinavyoendelea kati ya Iran na Israel pamoja na shinikizo kutoka Marekani. Iran iliona baadhi ya nchi za Ghuba kama washirika wa kijeshi wa Marekani katika eneo hilo, hivyo mashambulizi yalilenga kulipiza kisasi, kuzuia mashambulizi zaidi dhidi yake na kulazimisha shinikizo la kisiasa ili vita visiendelee kuongezeka katika Mashariki ya Kati. Hii ni TriGen Media. Mimi ni Hamisi Mbega, sauti yenye mamlaka ya kitaarifa. Endelea kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu.